Ndugu zangu Waislamu, sisi Waislamu au wanadamu tumeletwa katika hii dunia kwa lengo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhifa wa kwanza wa mwanadamu katika maisha yake haya duniani ni yeye kumtumikia Mola wake subhanahu wa ta'ala, kutekeleza ibada kwa namna ambavyo waliofundisha na kuelekeza kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, jambo la ibada kwa Uislamu ni jambo ambalo linafaa mno sana, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameumba wanadamu na majini kwa lengo la kuja kufanya ibada. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhu quwwatil matin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema sikuwaumba majini na watu isipokuwa niabudu. Ma uridu minhum min rizqin, sihitaji kutoka kwao riziki. Wama uridu an yut'imun, na wala sihitaji wanilishe. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhu quwwatil matin. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye ambaye anatoa riziki, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye nguvu. Allah subhanahu wa ta'ala hakuna anachohitaji kwa sisi, ni sisi kutekeleza wajibu wetu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bila kushirikisha na yeyote. Jambo la ibada, ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala arsala rusula wa anzala al-kutuba. Allah subhanahu wa ta'ala amewatuma mitume, akateremsha vitabu ili watu wasije wakaenda mtindo wao katika kufanya ibada, wahakikishe wanafanya ibada kwa namna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaka. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Kwa hakika tumepeleka katika kila umma mtume. Huyo mtume akienda kwa watu wake anawaambia an i'budu Allah, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, wajtanibu at-taghut, na jiepusheni na taghut. Wat-taghut kullu ma yu'badu min dunillah, chochote ambacho kinaabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, ili ibada ya Uislamu iweze kuwa ni ibada, ni lazima kutimia masharti mawili. Jambo la kwanza ni al-ikhlas lillah. Ni lazima Muislamu ibada yake anayoifanya afanye hali ya kuwa anamtaraji na Allah. Usifanye ibada yoyote wewe ukawa unataka kusifiwa, wataka kuonekana, wataka kujulikana, ibada yako unaiharibu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika sehemu mbalimbali katika Qur'ani ameeleza msingi wa kwanza wa ibada ni wewe kufanya ibada kutarajia radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala anasema katika aya ya mwisho kabisa ya sura al-Kahfi, aya 110, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahadan. Yoyote ambaye anatarajia kukutana na Mola wake atende matendo mema na wala asimshirikishe Mola wake na chochote. Wanawazuoni wa Kiislamu wanasema hii aya ya mwisho katika sura al-Kahfi yaonyesha kwamba ibada ya mtu haiwezi kuzidi, ni lazima ndani yake katika ikhlas, lakini kadhalika ibada hiyo iwe inaendana sambamba na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim. Allah anasema hawakuamrishwa, alikuwa anazungumzia ahlul kitab, lakini sisi tunaingia katika amrisho ibada. Wama umiru, hawakuamrishwa illa liya'budu Allah, isipokuwa maabudu Allah mukhlisina lahu ad-din, hali ya kumtakasia Allah. Ndugu yangu Muislamu, ili ibada yako unayoifanya uweze kupata malipo, ni lazima ibada yako uifanye katika msingi wa kumtakasia ibada Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kadhalika na kufuata mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi iliyo sahihi anasema, man
batina, ni mizani ya matendo ya ndani ya moyo wako, hakuna anayeingia. Wewe ndio unajua ukiwa unaswali, unatoa sadaka, unasaidia watu, pia unafunga kwa ajili ya nani? Jawabu ni wewe, kwa sababu hakuna anayeangalia katika moyo wako isipokuwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kadhalika jambo la pili, hadithi ya pili, hadithi ya Aisha, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Mtu yoyote atakayezusha katika dini yetu hii ya Uislamu jambo ambalo halipo, jambo lake arejeshe. Katika riwaya ya Muslim, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Ndugu zangu Waislamu, haya ndio masharti mawili ambayo yakitimia katika ibada ya Uislamu, ibada hiyo inakuwa ni ibada ambayo inakubaliwa. Ibada yoyote ikosa ikhlas inakuwa ni shirki. Yaani ibada yoyote ikosa ikhlas inakuwa ni shirki, na ibada yoyote ikosa munaba, yaani mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ibada hiyo ni bid'a. Sasa kuna watu anasema mimi nafanya nitalipwa kwa nia yangu. Nia iwepo, lakini lazima wafundishe Mtume yawepo. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawaambia masahaba, sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mnavyoniona nikiswali. Isije mtu akawa anaswali na kujua yeye siku ya kiyama anaenda kuambiwa innaka lam tusalli, wewe hukuswali kwa sababu ulikuwa ni namna ya utekelezaji wako wa ibada ulikuwa na tofauti na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hija alikuwa anawaambia, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwa mimi ibada za hija. Ayuha muslim, ndugu yangu Muislamu, jambo haliwezi kuitwa ibada lazima mambo haya yatimie. Usije ukajichosha wewe kufanya dhikri, kufanya dua, kufanya ibada ambazo hajazifundisha Mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika ibada yoyote ina nguzo tatu. Nguzo ya kwanza ni kamala al-hubbi, ukamilifu wa kupenda. Ukiwa umesimama unaswali, ile ibada huwa unaipenda. Huwa unapenda kwa sababu Allah amekuamrisha. Na hiyo ni jambo la msingi sana. Utawakuta kuna baadhi ya watu katika shahri Ramadhani, inapoingia Ramadhani anachukia, yaani anafunga kwa sababu takwaji hatoonekanaje. Lakini hapendi katika moyo wake. Ikiwa unafanya ibada hii, ibada yako haisiki, kwa sababu miongoni mwa nguzo za ibada ni kamala al-hubbi, ni ukamilifu wa kupenda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nguzo ya pili ni kamalu rajaa, ni ukamilifu wa kutarajia thawabu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na nguzo ya tatu ni kamalu khawfi, ni ukamilifu wa kuwa na hofu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nguzo hizi tatu zimetajwa katika aya mbili ambazo tunasoma kila siku. Aya tatu ambazo tunasoma kila siku katika sura. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Hii alhamdulillahi rabbil alamin maana yake kila siku njema anastahili Allah, sifa njema. Tumshukuru Allah kutokana na neema, lazima tumpende. Hiyo ni nguzo ya kwanza, kamala. Nguzo ya pili, arrahmanir rahim, Allah asifika kuwa ni mwenye rehema, mwenye kurehemu. Tunatarajia rehema zake. Tukiwa tunaswali, tunatakiwa wewe kuhudhurisha jina yako, watarajia rehema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliki yawmiddin, ndio kamala al-hubbi, kwa maana kamala al-khawfi, kwa maana wewe Muislamu ukiwa unasoma sura hii unaamini kwamba anayemiliki malipo hakuna atakayepata nusura wala kusaidiwa siku ya kiyama, kwa sababu Allah ndio mfalme wa siku ya kiyama. Hii itakufanya wewe una hofu, na hii ndio wanaochuoni wa Kiislamu wanaita kamala al-khawfi. Kwa hiyo ibada yoyote ili iweze kutimia lazima kupatikane kamala al-hubbi wa kamala al-rajaa wa kamala al-khawf. Ndugu zangu Waislamu, ikiwa Muislamu atatekeleza ibada kwa mtindo huo, atakafanya ibada kwa mtindo huo, ibada imetimiza masharti, ibada imetimiza nguzo hizi tatu, tunatarajia kwa huyu Muislamu kuna athari na faida mbalimbali atazipata hizo ibada zake. Allah Subhanahu wa Ta'ala kila ibada ambayo ameiweka ndani yake ameiwekea faida, ndani yake ameiwekea athari. Yule yeyote atakayetekeleza ibada hiyo atapata athari hiyo. Ndugu yangu Muislamu, miongoni mwa ibada ambazo Muislamu anamwabudu Mola wake Subhanahu wa Ta'ala ni al-iman wa tauhid wa taqwa, ni kuwa na imani, ni kumpokesha Allah na
kuwa mcha Mungu. Mambo haya matatu Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, walau anna ala alqura amanu wattaqu lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah subhanahu wa ta'ala asema lau watu waamini, walau anna ala alqura, lau watu waamini nabii amanu wa yuamini Allah subhanahu wa ta'ala wattaqu na wakawa ni wacha Mungu, lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ardh, tungewafungulia riziki baraka kutoka mbinguni na ardhini. Baraka kutoka mbinguni maana yake mvua zinanyesha, sio za maafa, watu wanalima, watu wanapata chakula, maisha yanaendelea. Lakini kadhalika minal ardh, maana yake Allah subhanahu wa ta'ala atafungua kama ni biashara, kama ni mazao. Hii ni kutokana na ucha Mungu na imani. Mafhumu al-mukhalafa min hadhihi al-ayat al-karima, kinyume cha mafundisho haya, ikiwa jamii imetapakaa shirki, imetapakaa bid'a, imetapakaa maasi, watu wajibashirie wenyewe. Usitafute mchawi, hakuna anayekuloga. Jitazame kwanza wewe namna gani ulivyo kwa Mola wako. Kwa sababu mwisho wa aya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kusema lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Yubabu sababi wakadhibiwa, Allah subhanahu wa ta'ala atawaadhibu bima kanu yaksibun, kwa yale ambayo walikuwa wanafanya. Leo katika majumba yetu pengine mko kuna madogo, kuna watu mmoja kusuda, lakini haswali, yeye ni mzinifu, yeye ni mtu mdhalimu. Haya yote ndiyo sababu hayo unakutana nayo. Ukitaka mambo yako yatengenezwe, anza katika namna ya kuimarisha imani yako, ucha Mungu wako, achana na maasi, kwa sababu maasi ni sababu ya kupromoka baraka na kheri katika maisha. Na tukisema maisha tunaanzia ngazi ya familia, kabla ya jamii. Leo tunalalamika kazi hamna, sio kuna kadha, sababu ni maasi. Ikiwa sisi tutamrejea Allah tukaachana na matendo ya kishirikina, Allah subhanahu wa ta'ala atatufungulia riziki. Ndugu zangu Waislamu, katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema alladhina amanu, wale ambao walioamini, walam yalbisu imanahum bidhulmi, na hawajachanganya imani yao na dhulma. Dhulma huna ashirki, hawajachanganya imani yao na ushirikina. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ulaika lahumul amnu, hao ndio ambao watapata amani katika maisha ya akhera, wa hum muhtadun, na wao ndio wataongoka katika maisha ya dunia na maisha ya akhera. Katika faida nyingine ya ucha Mungu na imani ni kutengenezewa mambo yetu. Wewe ukitaka kutengenezewa mambo yako, kabla hujapata shehe yoyote, hujapata daftari, hujapata sura, hujapata nani, hatua ya kwanza ya wewe kutengeneza mambo yako ni kumcha Allah. Wewe ni mtu kufanya kazi, uko kwenye biashara, nyumbani, kuna mambo yako unataka yayo, hakuna wa kuelekea ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ametoa ahadi kusema ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hizi ni ahadi. Sasa leo utamkuta mtu anadanganya, chinja mbuzi. Mbuzi ni kiumbe, haiwezi kuondolea shida. Hili tuliopewa mtu akidanganya. Juzi kuna mtu nilimwona kwenye mtandao wa kijamii alitoka milioni 6. Kadanganya kwamba akitoa milioni 6 hizo atapewa pesa za maji. Kuna watu wavaa vibeba, wavaa kofia, wanapewa Uislamu, kuna pesa za bahati, kuna bangi za bahati. Ni utapeli, huwezi kupata pesa kwa bakini. Ar-Raziq huwa Allah. Wewe ukiona mambo yako magumu, mwelekee Mola wako subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye ambaye ameahidi kuwatengenezea watu mambo yao. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Mtu yoyote ambaye anamcha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala anamuonyesha njia. Kama kuna matatizo, kama kuna mabalaa, Allah subhanahu wa ta'ala anakuonyesha njia, lakini kadhalika anakuruzuku. Katika nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Mtu yoyote ambaye anamcha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kwa wepesi. Wewe simama usiku,
swali kwa wakati, tekeleza kule swala, hebu simama katika ibada, fastaqim kama umirta. Yote unayohitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo tatizo tunakwenda kutafuta mafanikio sehemu nyingine. Nizungumza katika kuhusu vitu. Kuna Muislamu yeye anaamini kwamba atafanikiwa akienda makanisani. Wanawake wa Kiislamu wangapi wamejazana kwenye makanisa? Kuna watu wakiona mtu atakaenda kiwanjani mbele ya sirika zake akasema yeye ana karama, anatoa maji ya bahati ya nuksi. Hakuna nuksi, nuksi ni wewe mwenyewe. Yaani Uislamu hakuna nuksi, nuksi hamna. Tazama wewe mwenyewe kwanza, unaswali jamaa. Je, wewe unaswali swala? Wewe ni Muislamu ambaye unatoka nyumbani na adhabu kiadhiniwa, unapita msikiti na unaenda dada unasema. Halafu unasema wewe mimi naenda chuma ulete, hakuna chuma ulete. Ni wewe mahusiano mabaya na Mola wako ndio hapo ndio. Katika Uislamu hakuna nuksi. Nuksi wewe wajitia mwenyewe yale ambayo unafanya kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wal jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin wa tubu ilayhi.